Burudani kaunti ya Kakamega wanamsaka mwanamume anayetuhumiwa kumuua mpenziwe na kumwacha katika chumba cha burudani maarufu lodging kilichoko katika soko la Nangili. Hii ni baada ya mwili wa mwanamke huyo mwenye umri wa makamo kupatikana asubuhi ya leo katika chumba hicho, huku mshukiwa akiripotiwa kutoweka. Wakazi wakiongozwa na Kennedy Sirengo na Godfrey Uhuru wanadai kuwa marehemu aliingia katika jumba hilo la burudani usiku wa kuamkia leo akiwa na mwanaume anayeaminika kuwa mpenziwe. Hata hivyo, mwili wake ulipatikana ndani ya chumba asubuhi, huku mwanaume huyo akiwa hayupo. Aidha, wakazi ambao ni Sipora Chepkoros na John Wanyama wamesikitishwa na visa vya mara kwa mara vya utovu wa usalama katika eneo hilo. Amka asubuhi tumepigwa na butwaa kupata msichana mdogo sana amekufa kwa bar inaitwa Spice. Na hii kitendo sio mara ya kwanza. Imefanyika hapo, hii ni mara ya 4. Watu wamekuwa kikufa hapo ndani na mambo yananyamaziwa tu. Sasa ni afadhali watoto wasichana watetee wapate haki. Wamekuwa wakikufa tu kiolela vibaya. Tunaomba haki ya wanawake. Kwa sababu Nangili hapa uuaji ndio hii imezidi. Alafu rapist imezidi. Plus uwizi imezidi. Serikali jameni, mtusaidie. Sisi kama wamama tutafanyaje? Sisi wenyewe ni viumbe vidhaifu. Tumeamka asubuhi na tumepata piko, tunashangaa msichana wetu Betty amekuwa kwa rumu na hatujui ni chochote ambacho ni nini ilifanyika na mwenye alikuwa na yeye. Huenda mambo ilifanyika kwa hiyo room. Jua Spice kuna CCTV. Tafadhali mfuatilie muone ni nini itafanyika. Hii pae yenye inaitwa hii Spice ama Rubis. Ndugu yangu alikufia hapo radhi, tukampata amekufia pale. Na machungu inaniuma. Leo tumeamka asubuhi tumempata msichana mwanadada yetu mama Betty. Alafu mwisho wanataka kuficha witness. Mtasatoleaje mwili nyuma? Hiyo kitu inatuuma hapa kama wana Nangili. Mambo ambayo imetokea katika hii soko yetu ya Nangili imekuwa ni mambo ya uchungu, kwa sababu mtoto mwenye amepatikana amefariki ni mtoto wetu wa hii soko ya Nangili, tunamjua. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, kitendo ambayo inafanyika katika hii soko si kitendo mzuri, kitendo kiovu. Mtazamaji, tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo kutoka maeneo ya Nangili ili tukujuze zaidi katika taarifa zetu zijazo.